Tena katika sehemu nyingine. Hapa ni sehemu ya 4. Wanaita The Kingmaker kutoka Full Respect Family. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Haya ndo maisha ya binti, pamoja na kwamba amejulikana na cheo kikubwa, ni mtoto wa mfalme na mfalme alimpotezaga miaka hiyo huko. Lakini bado ana nyakati ngumu sana anazopitia. Alikubali kuwa chini ya watu hawa na kuonyesha ni sawa ili mama yake asiwawe. Kwa ilibidi akubali kila kitu. Ingawa na haki za kifalme, lakini kwa sababu anampenda mama yake, alibidi akubali kuwa chini ya watu hawa na kwenda kinyume na utaratibu wote na mpango mzima katika jumba la kifalme. I say, hatari sana. Twende sambamba katika sehemu inayofuata. Basi haya ndio yalitokea. Kingdom Family inamhifadhi binti. Kingdom Family ndo familia ya nyumba ya waziri mkuu, na maana hata Utaeso ni mtoto wa waziri mkuu. Waziri mkuu ambaye tutamfahamu vizuri hapo baadaye. Kwa hiyo alikuwa anatumia pia madaraka kama kwa niaba ya babake. Yaani kama mtoto wa waziri mkuu. Kwa hiyo pia kuna vitu ambavyo walikuwa wanavifanya. Sasa wao na familia yao wana mpango mbadala kuliongoza taifa kupitia maono ya bibie Buriong, ambaye pia binti mwenyewe ni mtoto wa kifalme. Kwa hiyo anaenda kinyume na utaratibu wa ufalme wao. Miaka 5 baadaye ikapita. Na binti alibaki katika mazingira hayo na tabu hizo hizo, na alifanya vitu vingi na kufanya mfalme kumuona kama vile waziri mkuu ni Mungu, maana kila anachokisema kinatokea. Hakutaka kumtoa waziri mkuu kwenye nafasi. Alimwamini siku zote. Sasa huyu ndio kijana Chungjong. Kila siku amekuwa akija pale, anaangalia binti, ni miaka 5 lakini hajamsahau. Rafiki wa kweli. Kwa sasa hivi babake ndio governor katika eneo la Gangwing-Guijing. Wanaita Guangwan-Guijing. Majina haya bwana. Unaweza kangata ulimi kisipokuwa makini. Wanamuita Kuyunchoi. Leo pamoja na vijana wake pale walikuwa kwa mawindoni. Na huyo ndio ule Inguyung ambaye ndo alisababisha kizaazaa. Sasa hivi shakuwa, unajua sura za utoto zinabadilika. Amepima shabaha. Sijui kama vile anampima governor. Ghafla mashambulizi alianza. Amekuja kuwinda, lakini washangaa kikosi cha watu kisichojulikana kinaanza kuleta mashambulizi. Chai! Baba anataka kupigwa mshale, mzee akaingilia kati, mzee wa kazi. Mwite Cho Junyu. Au mwite Chonjung. Chojang. Chonjunga. Chojung. Baba anamuitaka Chojunga. Tulia, usilete mashambulizi. Kilikuwa ni kikosi kikubwa kinaingia katika jimbo lao leo. Naye ndo governor hapa. Akashangani kina nani hawa, na trumpet na pigwa bendera zile, akatuliza kwanza kwa sababu wote watu ni watu wa Joseon. Ila majimbo yako mbalimbali, napewa jimbo lako unasimamia. Mbona kama ni waziri wa masuala ya kifedha? Baba yake ni waziri mkuu, alafu mtoto Taeso yeye ni waziri wa fedha. Yaani wameshika zile sehemu nyeti muhimu. Munga. Bwana mkubwa ni mimi bwana. Na mara zote amekuwa anasema niko na mtoto wa kifalme. Na tulikuwa tunafanya mawindo ya swala, kwa bahati mbaya tukakuona. Samani kwa kuingiliana kwenye mashambulizi. Karibu Gangwang. Anasema na shida. Sina kikubwa kilichonileta isipokuwa tu kutembea tembea, kuiona bahari, kuyaona maji pia. Basi walikaribishwa kwa heshima kubwa sana kwa sababu ni waziri wa masuala ya fedha wa taifa lao. Hivyo anajulikana serikalini. Amekuja na kuna mtu amebebwa kwenye huo mkokoteni. Na bila shaka atakuwa ndo bibie Bong Yurun, ambaye kwa miaka 5 yote amekuwa akishikiliwa na jamaa amekuwa kimtumi. Hakuna mahali anaenda aendi naye. Sasa katika safari ya kurudi sasa walitamani pia kubeba mizigo mingi sana. Wakati wanapita sasa huko Gwangwang, njiani jamaa alikuwa akiuliza maswali, vipi bwana, mbona watu wa huku kwenu hawana heshima? Tumejua, tumezoea kwamba governor akipita watoto na sujudu chini. Mzee anasema ndio namna ambavyo tumewasaidia watu wetu. Yaani tumewazoesha watu wetu. Tunaishi nao kama kawaida hivyo. Hatuna ile ukiritimba kupigana magoti. Lakini miaka 5 iliyopita ile eneo lilikuwa halina maendeleo kabisa. Kwa sasa limekuwa na maendeleo makubwa. Gavana anasema washukuriwe watu wangu kwa jitihada zao. Basi leo binti ameingia Buriong na anajua amekuja wapi
na anajua kuna nani hapa, lakini yuko chini utawala. Alikuwa akimwona kwa mbali mzee wa kazi, mzee mkubwa Chojang, ambaye mwenyewe anamtafuta sana. Yani Chojang anamtafuta binti, lakini hajajua leo alikuwa akimtafuta kaja. Jamaa anapigishwaga kazi mpaka mfanyakazi akaniambia, lakini mimi nashindwa kuelewa ese. Kuna mizigo mingine kule, kuna makaratasi mengi ya kuandika na kusoma. Yani baba yako anakuonea, sio anataka akuue kwa kazi. Hebu fikiria upuuzi wadogo huko, unapandishwa vyeo kila siku. Lakini wewe mtoto wake ambaye umesoma, umeshika nafasi ya kwanza kwenye mtihani kipindi kile, lakini anakupa vikazi vya akambacha kusema maneno ya ajabu bwana. 게다가 vipi? 유신의 말을 삼가게. Unajua babangu anatii kila kitu. Ni mtu mwema, ni kweli. Lakini lazima angalie bwana mwanae asiteseke, kama haina shida. Lakini unajua nini? Waziri wa fedha alipokuja, amekuja na princess mtoto mfalme leo yuko hapa. Ameambatana na waziri wa fedha. Kama ulikuja muone alikuwa kwenye ile mkokoteni. Jamaa akamgusia. Au vipi kuhusu Boryong? Au bado unamkumbukaga Boryong? 벌써 5년 전 일 아닙니까? Boryong bado unamkumbuka? Umeshamtafuta kila mahali, hayupogo tena yule. Hebu sahau kuhusu yeye bwana. Fikiria vitu vizuri vilivyoko mbele yako vya thamani. Ukimpata mtoto mfalme, maisha yatakuwa burudani kwetu. Vyeo vitaongezeka, heshima kubwa katika familia. Sasa Boryong Lee ndo princess. Alikaribishwa kwa heshima kubwa sana. Princess lazima apewe heshima. Gavana anamkaribisha, anasema nashukuru. Nimeona watu wenu jinsi wanavyofanya kazi kwa bidii. 강화는 지금 좋은 선을 보내는. Anasema wanabeba mizigo, ni walie bize, watu walio bize ndio wamejenga mji huu. 좋은 선이라. Kweli kabisa. 언제 출항할 예정인가? Bwana, kuna sababu pia ilituleta huku. 위에 출항합니다. Na ile mizigo yetu tutachukua siku ngapi? Kama siku mbili hivi, siku mbili. 시루기에는 좀 촉박할 듯이. Basi bila shaka mission yetu leo tuleta tafanikiwa pia. Akamuuliza mission? 전하께서 Ndio, mfalme aliagiza binti yake aolewe na kijana wako, utaratibu utengenezwe. Binti mwenyewe pengine ndo huyu hapa. Ni mrembo si haba. 본인의 혼사를 말하면 Najua swala la ndoa lizungumziwagi juu kwa juu hivi, lazima watu wakae chini wakae, lakini usishangae kuzileta taarifa kwa namna ila ukae ukijua. Mfalme amepoint kijana wako ndo amoe binti yake. Tuache hayo. Bibi baada ya kufika katika mji ndo mji aliolelewa na ndiko alikokaa miaka 5 iliyopita, alimwachaga mamake huku na hajui taarifa zake. Alianza upelelezi wa kumtafuta mama. Alipokuja hapa anambia bwana mwanadamu alikuwa anaitwa Badan Lee. Kwa sasa hivi hayuko tena hapa. Ameamaga. Binti anasema sawa. Ameamaga, anajulikana ilikuwa Mia. Ni miaka 5 sasa imepita toka alivyohama. Amehamia hapa, anasema hakuna mtu anayefahamu kwamba mama amehamiaga wapi. Alikuwa anaitwa Badan Lee. Badan Lee. 뭔가 이게 관진 나루토에서 일하는 아이들이죠. Sasa Chungjong kuna taarifa liletewa. Akaambiwa ni gunpowder. Hii ni baada ya waziri wa ulinzi, waziri wa fedha kufika katika mji huu. Anasema imegunduka kuna biashara haramu zinafanyika za usafirishaji wa mafuta pamoja na hizi baruti. Kwa kuna uovu unaendelea hapa. Huu ni ushahidi. Ni kweli. Kuna mambo yanafanyika usiku, ndio maana huyu waziri wa fedha alikuja. Hakuja bure. Kuna mission imemleta. Sasa kuna vitu vilikuwa vinafikishwa kwenye bandari usiku. Mheshimiwa, gunpowder tumeivusha salama. Tumeshaingiza katika meli ile. Kamba vizuri sana. Yes, Taiso anasema anakumbuka nini kilichomleta huku. Baba yake ambaye familia yetu, future ya familia yetu inategemea na safari yako utakaifanya kule Gangwa. Siku baba yake ambaye ni waziri mkuu anamuaga. Hakikisha unafanya mambo ndio baba, ina shida. Nitahakikisha nimefanikisha mpango na mwisho wa siku huyo muhusika lazima afe. Sasa huyo muhusika ni nani? Baba mimi ndo sile, ila wahusika wako wengi. Kwa mission ya kwanza kuna muhusika anatakiwa kufa. Mission ya kwanza ilikuwa ni kuvusha mzigo. Mission ya pili kuna muhusika anatakiwa kufa. Lakini binti naye ana mission yake imemleta kumtafuta mama yake pia.
Akiwa amelala pamoja na kutokumpata mama yake usiku, kuna maono ambayo binti alikuwa akiyaona. Usiku binti amelala. I say. Kuna maono anayaona yatatokea, si muona maono huyu? Kwa kitu kabla kijatokea lazima kwanza aonyeshwe. Lakini kama anataka kusoma taarifa zako akiongelea usoni anaweza kukuambia. Ila anapoonyeshwa manake ni muhimu sana, inatokea mapema. Anatakiwa afanye kitu namna kuisaidia. Ndio tumekuja zaidi mara 2. Kwamba kuna tukio litatokea hapa Gangwon na watu kadhaa watakufa. Toka alipokuja hapa. Basi ule usiku binti alishindwa kulala. Akaamka usiku ule na kuanza kufuatilia. Sasa Ingyu anapiga pombe mali. Huyo ndo alisababishaga matatizo makubwa kwenye familia ya binti mpaka binti akatengana na mama yake. Lakini yote na yote alienda kukutana na hatima yake huko mpaka leo. Iko mali anapiga bia. Anakumbuka Taeso alipokuja na mkumbuka huyu mtu ndiye mtu aliondokaga na binti kipindi kile. Yeye ndo anajua siri hiyo. Ina maana kama amekuja huenda nafahamu wapi alipo Boryong ambaye binafsi naye alishakumpenda. Akiwa pale anazidi kupata pombe, mara akamwona mtu mmoja amefunika uso wake. Amevaa yani kavaa nguo nyeusi afunika uso. Kucheki uso akafanisha uso wake na uso wa binti. Boryong akajua ni yeye huyu. Akaanza kumfuatilia. Akajua amekuja huyu. Sasa akaanza kumfuatilia. Sasa asijue kwamba binti sio yule. Aliondoka akiwa kama mtoto wa kawaida sana, lakini baada ya kufika kule hatima yake ilibadilika na akatambulika kwamba ni mtoto wa mfalme, ni princess. Sasa yeye anamfuatilia kama mtu wa kawaida, lakini si mtu wa kawaida, ni princess. Lakini ule usiku sasa, wakati jamaa anamfuatilia binti amepita pita hivi, katika kumkwepa sasa Chojungi akampoteza, binti akapotea. Chojungi naye usiku alikuwa katika mishemishe zake za kujua ni kina nani wanafanya biashara haramu usafirisha ya kuvusha baruti. Ni silaha hiyo. Sasa anapita pita maeneo bandarini huku. Mahali meli za mizigo zinapaki, maboti haya. Akamwona mtu mmoja anapita mfunika uso wake vizuri kabisa na nguo nyeusi. Sasa binti na yuko huko bandarini kwa sababu ya zile ndoto alizokuwa akiziota. Lakini pia kuna mtu mwingine amefunika uso wake hivyo hivyo, ni mwanaume kama binti. Wewe brother, saizi uko unafuata nini? Sasa kumjua ni mwanaume ni mwanamke ni ngumu. Nataka ufunue uso wako nikutambue. Kwenye mizigo huko unataka nini? Unajua anafuatilia waizi hao. Jamaa anakimbia kabidi ya mwandame, kamata na kamba. Vuta. Zikachezwa. Itu. I say. Mambo. Ni moto. Bas. Binti na alikuwa anapita pita hapa, ndo ndoto yake ilikuwa inamuonyesha kwamba kutatokea mlipuko, watu kadhaa watakufa. Yule mtu katika kukimbia akampamia binti akapita akasepa. Sasa wakati huo jamaa anakuja Junjong, moja kwa moja akavuka yule jamaa akadondoka kwenye maji piu. Alikuwa akiandama wakasepa. Binti akanunua kesi sio musu kwa ajili ya vazi lilolivaa. Kwa Junjong wanafika, binti anakota tena ileleza na jamaa alikuwa ameshika mkononi. Junjong akajua ni huyu huyu. Mambo yakaendelea. Sasa binti kanunua kesi ya watu. Hey! Anajua kusepa. Mleke. Kamba kumbe mashati yako ni dhaifu 피하는 건 다람쥐 뺨치. 왜 이러는 거냐? 몰라서 물어? Una shida gani na mimi na mashida gani wewe? Binti ana kisu hata juu, ana daga juu kuitumia. Karusha. 들냐? Unaifuraha sasa? Acha anze kumwandama. Jamaa anashangamana kama ugumu umepungua hivi. Kumbe alikuwa anamwandama ameshakimbia. Kamkamata mbesi. Pambana naye. Vuta. Chai. Sindo sasa namfunua sasa mtazame. Usiku ule ni nani huyu anaonekana kama wa kike?
anakutana bonge la sura mzee. Mtoto ni bonge la beautiful ni mrembo si haba. Hey! 들려? Wazungu wanasema she's beautiful. Ni beautiful kwelikweli si haba. Jamaa alipomtazama binti akamtambua kwa kidoti ambacho kipo kwenye uso wake, kikamkumbusha huyu ndiye alikuwa akimtafuta, rafiki wa zamani miaka 5 iliyopita. Kidoti hicho kimemfanya mkumbuke ingawa ni miaka mipita. Binti anajiuliza moyoni, kumbe bado ananikumbuka. Na binti anamuona ujamaa katika maono makubwa kwamba huyu mtu si mtu wa kawaida katika siku zinazokuja. Sio mtu wa kawaida katika siku zinazokuja. Jamaa alimuita, Bongriu, ni wewe? Kwa binti anamsomaga ujamaa kwa muda mrefu. Ni mtu muhimu sana katika siku zijazo. Hata kuja huku, ingawa anamtafuta mama, lakini misha yake kuu pia ni kuanza kumraise mtu huyu katika hatua nyingine, kwa sababu ni ukombozi mkubwa kwa Joseon katika siku zijazo. Bwana, mimi nataka nikwambie twende sambamba. Hiyo ni sehemu yetu ngapi? Ni sehemu ya 4 tu. Ndo kwanza. Yes, ukitaka kuendelea twende sambamba zaidi. Tuko sawa. 집안의 돈이다. 공주를 데려가 그래. 저들은 어떤 희생을 치르더라도 무슨 짓이든 할 겁니다. 좋은 선에 출항을 늦추고 신경 쓰지 마십시오. 최영감의 아들이 그리 대단한 인물인가? 용입니다.